Maria, karibu sana. Asante. Umetokea wapi na umetusikia wapi? Natokea Mbeya, nimepata kwenye simu. Kwenye mtandao. Okay, ulikuwa unahitaji kazi? Ndio. Malengo yako ya kuja kufanya kazi ni nini? Kufanya biashara. Biashara gani unataka kufanya? Ya kuuza viatu. Kuuza viatu. Kwa hiyo unatafuta shilingi ngapi na mtaji? Kama 100,000. Milioni 1. Unatafuta milioni 1? Ndio. Kwa ajili ya biashara? Ndio. Okay, karibu sana. Asante. Kwa hiyo nini kilikufanya ukaje huku kwetu? Ni jinsi yani mkataba jinsi ulivyosema ni kama yani hakuna gani ukatili wa wanawake. Hakuna ukatili kwa wanawake. Ndio. Okay. Huo mkataba uliuonaje sasa? Na wewe ulikuwa Mbeya? Yaani jinsi nilikuwa na kuangalia kwenye simu, ni jinsi unapoongea. Hivi vipindi tunavyofanya, jinsi tunavyozungumza, ukajua kama huko hamna ukatili. Ndio. Okay. Sawa kabisa. Karibu sana. Asante. Sasa lakini licha ya upande wako wewe hautafanya ukatili na unatafuta milioni 1 kwa ajili ya biashara, umejipangaje kwenda kufanya kazi? Utayari wako wa kwenda kufanya kazi vizuri ili uweze kutimiza malengo yako, ukoje utayari wako? Niko tayari, maana nikishapata hiyo milioni 1 maana ni achana na kupata milioni 1. Tunajua wewe una shida ya hela, unatafuta hela, ndio maana umeamua kuja kufanya kazi. Tunachotaka bosi anayekusikiliza ajue Maria akija nyumbani kwangu, je, natarajia atakuwa dada mwenye kufanya kazi yani kivipi yani? Nitakuwa dada nzuri na nitakuwa nafanya kazi nzuri, yani nitajituma kwenye kazi na yani kufanya kazi vizuri yani. Wewe unakuwa mama. Wewe unakuwa Maria, tuambie, kwa sababu hizi kazi zinahitaji watu ambao wameamua kufanya. Ndio. Baadhi wadada sio wote wanaokuja hapa wanatoboa, sio wote, kwa sababu wanakuja kwa mkumbo, kwa sababu ameona tu wadada wako hapa anafikiri ni rahisi. Hakuna kazi rahisi, kila kazi na ugumu wake. Kwa hiyo ndio maana nakuuliza wewe binafsi umejizatiti vipi katika kwenda kufanya hii kazi ili uweze kutimiza ndoto zako? Tayari kupambana na changamoto? Ndio, niko tayari kupambana na changamoto yote itakayokuja mbele yangu kwa kazi. Yoyote ya kazi? Ndio. Sio yoyote tu, yani ukikutana na watu wanakupiga, wanakutukana, sexual abuse tunaita masuala ya kingono, ukatili wa kingono, unashikwa tu au mwanaume anataka kukulazimisha, hizo zote hizo ziko nje. Nafikiri ukisoma mkataba wetu na pia kwenye content zetu, vipindi vyetu tunaelimisha sana kwamba zipi ni kazi, upi ni ukatili. Kwa hiyo ukatili si hatutaki uvumilie. Ila zile changamoto za utendaji wa kazi, hizo lazima uweze kupambana nazo. Ndio. Kwa hiyo uko tayari? Ndio, niko tayari. Tutajua mkataba si wa mwaka mmoja. Ndio maana tumeweka dhamana ili tujue nani ni nani. Ambaye hatoboi tunampa bosi replacement. Ukitoboa unakuwa ni kwa faida yako. Unapata dhamana yako, lakini pia unakuwa unaonyesha kwamba uko tayari kupambana na changamoto za maisha. Yani Mungu wetu ametuwekea changamoto ili tuweze kukabiliana nazo. Vinginevyo tungezaliwa tukute kila kitu kiko, lakini yani kanuni za kimungu lazima uweze kupambana na changamoto kwa sababu ndio unakuwa. Ndio. Kwa hiyo karibu sana. Asante. Haya.